In Uasin Gishu County, the total number of gazetted voters currently stand at 450,816. And for this exercise, we are targeting over 166,000 new voters. Mimi na waheshimiwa MCAs na viongozi hawa wamechaguliwa katika kaunti hii, tumesema tutaunga mkono IEBC kumobilize na kusambaza ujumbe ya voter registration sehemu zote katika kaunti hii. Sisi kama Wakenya tunakuanga na matatizo ya kungoja mpaka dakika ya mwisho. Tumesema voters registration is 30 days. In fact, if you ask me, 30 days ni mingi. Kama IEBC wangekuwa properly facilitated ya kutosha. Sisi kama Kenyans, if we are serious about this process, we should actually do registration in 2 weeks. If we are serious and if we value election. Kwa hivyo watu wa kaunti hii ya Uasin Gishu, mimi nataka kuambia maneno ya kungoja last minute, tunaweka poleni mlolongo mzima. Unataka ule mtu ya PPR kits akae hapo 10 hours, hajakula lunch, hata akienda kukunywa chai mnalalamika. Wewe ulikuwa unafanya nini for the last 30 days? Na tumetangaza kuanzia leo. Kwa hivyo hatutaki watu wa kungoja last minute. Give priority where it deserves. Na mimi nataka kuambia kwanza vijana, kando na kukata kura, tuko na vitambulisho zinalala kwa chief, zinalala hapa Huduma Center, na unahangaika huko, you don't want to take a very valuable important document ambaye kando na kupiga kura itakufanyia mambo yako wewe binafsi ambayo unataka. Kutafuta kazi, you need an ID. Kutafuta passport, you need an ID. Kutafuta nini, you need a passport. Why don't you take these important serious documents with the seriousness it deserves? Kwa hivyo kama umekata kitambulisho na inalala Huduma Center ama inalala kwa chief, tafadhali wewe kwanza unatupatia backlog. Kwenda chukua kitambulisho yako, ya pili kwenda kata kura. Sababu ya kujiandikisha kupiga kura ni kwamba for the first time you can choose the leader that you want. You can also participate in a party primary. If you're not a registered voter, you cannot go to nominate at a political party's primary. So there are many benefits that come when you register as a voter. If you don't have a voter's card, don't tell us that you have a bad MCA. Don't tell us you have a bad governor. Don't tell us you have a bad senator, because you have no right to discuss what you do not vote for. So we are telling everybody, the only way you will have the right to discuss your leaders is if you voted for them. Because your right to vote is coming. And the only way you can do that is if you are registered as a voter. Kura ambazo tunataka kukata katika kaunti hii, we are talking about 160,000. Na mimi nataka kuambia vijana Kenya, you are the population that needs this country more than the so many people we fight for in the national office. Mahali ile miaka wewe uko nayo, na Mungu akikujalia maisha ya kawaida uishi mpaka uzeeni, wewe at your age now of 18, 19, 20, 23, assuming your sell by date is 90 years, bado uko na mwaka 70 ya kuishi Kenya hii, my friend. And you must take the decision of election seriously, because it will determine the quality of service you'll get from government going forward. That is why, as a young person in Kenya, you must take your ID and you must register as a voter and make an informed decision during election, because your welfare, your future will be determined by the type of government you put in place. And the type of government depends on the leaders you elect. And the leaders you elect is determined by whether you have a voter's card or not.
Kura yako ni haki yako. Kwa hivyo mwenye nchi unayenisikia kule Turbo na Uasin Gishu nzima, hakikisha uko na silaha ya kuchagua kiongozi ambaye unayemtaka. Uchague maendeleo ambayo unayotaka. Kwa hivyo kura yako, haki yako na maendeleo bora. Uongozi inatafuta kupiga kura. Na kupiga kura ni uamuzi wa wananchi vile nchi itaendeshwa. Watu wasiweke kwa quagmire na cock up kwa sababu ya kutopea pesa IBC. No. Allocate the money that has been budgeted, IBC wapewe pesa. Na hiyo ni kazi ya bunge. Mheshimiwa Gladys Boshole, if there is anything you people must canvass and discuss is how IBC is going to be funded. Afadhali tufanye election vizuri na tupambane na shida zetu za barabara na nini, kuliko hiyo IBC kuwe na koka na itupatie tabu katika Kenya hii. This time in 2022, nyinyi ndio mtakuwa msema kweli kwa kupiga kura, sio wazee tena. 60% of the voters in 2022. So vijana mkiamua mnataka huyo mtu atapita. Ni vijana ndio wataamua. Itakuwa watu wachache ama watu wakubwa. Na nyinyi ndio mnatakana kupiga kura for the right person yenye mnataka, kwa sababu nyinyi ndio mnaumia zaidi hapa katika Kenya. Nyinyi ndio hamuna kazi, nyinyi ndio hamuna karo ya kwenda university ama TVET. So tunaomba muparticipate kwa sababu hii ni right yenu yenye mnaweza kutusaidia ndio muweze kuhakikisha that vote. Mimi nataka kuomba wabunge Kenya hii, we must prioritize risk allocation, and there are activities in this country that form a cornerstone and a very serious foundation of governance. One of it is election. We cannot afford as a nation to gamble about an election. So we are asking Treasury, we are asking Parliament to allocate sufficient resources to IEBC. Tuwache kufanya mchezo na nchi. If this IEBC will not be able to conduct an election, you are going to put this country into shit. Hii pesa wapewa IEBC ya kufanya registration na ya maneno ya kufanya election. Na si wasipewe pesa last minute and then they are not even able to plan. They should be given money now. We hold them to account on the processes they are undertaking. Kama tutachelewa na pesa, tutakuta kulaumu hii watu ya IEBC bure. These ones will be suffering. Watakuwa tu na stress, they don't have resources to conduct the programs the way they are supposed to be, and then we stand a blame game in this country. We must prioritize. Na bunge hapo lazima, you must call Treasury to order to release the funds for IEBC. Kuna vitambulisho zaidi ya 8,400 ambavyo havijachukuliwa katika hii county na vimesambazwa sehemu tofauti tofauti. Tunahimiza wale ambao walikuwa wamejiandikisha vitambulisho wafanye hima kuweza kuchukua vitambulisho hivyo. Halikadhalika huduma ya kujiandikisha vitambulisho imeboreshwa zaidi, na wahimiza wale ambao pia wamefika miaka 18 na wanahitaji kitambulisho waweze kufika katika ofisi zile hitajika ili waweze kujiandikisha, na huduma hii inachukua chini ya mwezi mmoja kitambulisho chako kufika. There's a group of voters that the machines take them to a wrong place. So as they conduct this voter registration, they need also to tell our voters that if anybody has been taken to a wrong polling station, they use this chance to make sure that that one is corrected. Chukua uamuzi. Take the step. Chukua kitambulisho. Take the step. Kata kura. Take the step. Make sure you vote. And vote wisely. Hiyo ndio Kenya hii itaenda vile inatakana kwenda. Kwa hivyo mimi nawaomba watu wa Uasin Gishu, tukateni kura. Kateni vitambulisho. It is now my honor and pleasure to declare voter registration officially launched and also declare the service week officially launched. Asanteni sana.
Tuweze kuzindua rasmi wake makofi, ikiwa tunaelekea pale kuhakikisha kwamba